Before we pray, kabla tujaomba, I need to confirm what is happening just now. nataka kuthibitisha kile ambacho kinatokea tu hapa sasa. No single church in Njombe Hakuna kanisa hata moja hapa Njombe can bring the souls ambalo linaweza kuleta nafsi kwa Yesu peke yake. God does not work that way. Mungu hafanyi kazi namna hiyo. God works in unity. Mungu anafanya kazi katika umoja. We are stronger together. Sisi tunakuwa na nguvu pamoja. We are mightier together. Tunakuwa na uweza tukiwa pamoja. We will impact Njombe together. Tutakuwa na mguso hapa Njombe tukiwa pamoja. In the same way that God the Father, God the Son, God the Holy Ghost are united. Kwa namna ile ile ambavyo Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu wako katika umoja, so shall the church in Njombe. Ndivyo ambavyo kanisa Njombe linatakiwa kuwa hivyo. That way we'll see revival breaking out. Kwa namna hiyo tutaona uamsho ukilipuka. Psalm 133 verse 1, how good and how pleasant it is. Zaburi 133 inasema namna gani ilivyo njema na kupendeza for brethren to dwell together, ndugu wakikaa pamoja in unity. Kwa umoja. What brings us together nini kinatuleta pamoja is much more than what should divide us. Kile ambacho kinatakiwa kutuleta pamoja ni kikubwa kuliko kinachotakiwa kututawanya. We are one. Sisi ni wamoja. We are not competitors. Sisi si washindani. We are complementars. Sisi ni watu wa kushirikiana. We belong to each other. Tunashirikiana pamoja. Sisi ni familia. Sisi ni wamoja. We are stronger together. Sisi tuko na nguvu pamoja. Sisi tuko na nguvu pamoja. We stand together. Tunasimama pamoja. We run together. Tunatawala pamoja. Hallelujah. 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 Glory be to God. Utukufu umrudie Mungu wetu. I would like us to pray as the men and women of God are praying. Let's pray. Nataka tuombe wakati watumishi wa Mungu tunaomba pamoja, na sisi sote tuombe. It shall be a short but impactful prayer. Itakuwa ni kwa ufupi lakini ni maombi yenye mguso sana au yenye matokeo. Wewe would love to see your pastors united. Is that not right? Najua na wewe unatamani kuona kwamba wachungaji wako wako pamoja, si ndio? Are you not happy when you see us together? Utafurahi namna wachungaji wakiwa pamoja? Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Then we are a victorious church. Na hivyo ndivyo tutakavyokuwa kanisa la ushindi. Then will we be a victorious church. Na hivyo ndivyo tutakavyokuwa kanisa ambalo linashinda. When Njombe sees a united body, Njombe itakapoona mwili wa Kristo ulio pamoja, they will respect the church. Ndivyo watakavyoliheshimu kanisa. Hallelujah. Hallelujah. Shall we pray? Naomba tuombe sasa. The Heavenly Father, we stand on this platform today. Baba wa mbinguni, tunasimama katika eneo hili sasa. As servants that you have called into the vineyard. Watumishi wako ambao umetuita katika utumishi huu. Today, Lord, we do one thing. Leo Bwana tunafanya jambo moja. We lay aside our denominations. Tunaweka pembeni madhehebu yetu. We lay aside our earthly inclinations. Tunaweka pembeni kila ambacho kinatutenganisha. We lay aside our titles and our accomplishments. Tunaweka pembeni vyeo vyetu na vile ambavyo tumefanikiwa kwavyo. We chose to do one thing. Tumechagua kufanya jambo moja. And that is to lift you, our God and King. Na hilo ni kukuinua wewe Bwana wetu na mfalme wetu. As we stand here on the platform, tunaposimama hapa katika jukwaa hili, we stand as messengers that you have called. Tunasimama kama wajumbe ambao wewe umetuita. We stand as the people you have sent as witnesses. Tunasimama kama watu ambao umetuita kama mashahidi. In Njombe, hapa Njombe, and in the surrounding town, na katika miji inayozunguka. Father, we pray. Baba, tunaomba the church in Njombe, ya kwamba kanisa hapa Njombe stand as one. Likasimame kwa umoja. That the church in Njombe, ya kwamba kanisa hapa Njombe shall speak as one. Likaseme kama wamoja. Tunatangaza that in the name of Jesus, katika jina la Yesu, let the word of God, ya kwamba neno la Mungu likainuke kwa ukuu. Achilia neno lako likaachilia mwangaza katika Njombe. Achilia neno lako likadumu katika jina la Yesu. Baba, tunatangaza na tunatamka ongezeko katika kila kusanyiko, kila kanisa, kila dhehebu ambalo linalitia jina lako,
ambalo linakuogopa wewe. Tunatamka ongezeko, kutanuka katika jina la Yesu. Tunaomba ya kwamba neno lako likatimilizwe, ya kwamba utalijenga kanisa lako na malango ya kuzimu hayatalishinda katika jina la Yesu. Jenga kanisa lako, lijenge kanisa lako katika mji wa Njombe. Baba wa mbinguni, lijenge kanisa lako, lijenge kanisa lako, lijenge kanisa lako katika jina la Yesu. Tunayashinda malango ya kuzimu, tunashinda kila laana na malango ya kuzimu hayatasimama, hayatatushinda, hayawezi kutushinda katika jina la Yesu. Tunatangaza ya kwamba utukufu wa Mungu ukaifunike kanisa lako, ukafunika watumishi wako, watembee katika nguvu, watembee katika ushindi, watembee katika utukufu katika jina la Yesu. Tunatangaza ya kwamba hakuna hata mmoja, hakuna hata mtumishi wako mmoja ambaye atakufa kabla ya wakati katika jina la Yesu, mpaka utukufu wako wa Mungu utakapofunuliwa katika mji wa Njombe katika jina la Yesu. Tunatangaza ya kwamba utukufu wako utafunulika, ya kwamba uwezo wako utaonekana katika mji wa Njombe katika jina la Yesu. Roho Mtakatifu, Roho Mtakatifu, lithibitishe neno lako kwa ishara na maajabu. Njombe kwa Yesu, Njombe kwa Yesu, Njombe kwa Yesu, Njombe kwa Yesu, katika jina la Yesu. Tunaomba katika mioyo ya shukrani. Amen. Hallelujah. 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 Njombe for Jesus. Njombe for Jesus. Njombe kwa Yesu. Naomba tuwapigie makofi wachungaji wetu wanapoenda kuketi. Tafadhali tuwashangilie. We'll go straight into the reading of the word tonight. Tutaenda moja kwa moja katika kusoma neno la Mungu jioni ya leo. We have prayed for you. Tumekuombea. For you. Tumekuombea wewe. And we believe tonight. Na tunaamini jioni ya leo is a special night. Ni jioni maalum sana. The conclusion of this service tonight. Tunapohitimisha jioni hii ya leo shall be a glorious one. Itakuwa na utukufu mkuu sana. Be ready to receive. Uwe tayari kupokea. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Ask you to rise if you are seated. Naomba tusimame kama umeketi, naomba usimame. So we can honor God with the reading of his word. Ili tumheshimu Mungu tunaposoma neno lake. I want to congratulate those who went through the waters of baptism today. Nataka kuwapongeza wale ambao wameenda kubatizwa maji mengi siku ya leo. Hongereni sana. The Lord bless you. Bwana wabariki. Acts chapter number 2. Matendo ya Mitume sura ya 2. Verse 1 through 4. Mstari wa kwanza mpaka wa 4. Acts. Matendo ya Mitume. Chapter number 2. Sura ile ya 2. Verse 1 through 4. Mstari wa kwanza hata wa 4. The Bible reads. Biblia inasema, now when the day of Pentecost had fully come, hata ilipotimia siku ya Pentecost, they were all with one accord. Walikuwako wote mahali pamoja. In one place. Katika mahali pamoja.
And then suddenly there came a sound from heaven, kukaja ghafla toka mbinguni, as that of a mighty rushing wind, uvumi kama uvumi wa upepo, and it filled the whole house where they were sitting. Wa nguvu ukienda kasi ukaijaza nyumba yote waliokuwa wameketi. Then there appeared to them forked tongues as of fire. Kukawatokea ndimi zilizogawanyikana kama ndimi za moto. Tongues of fire. Ndimi za moto. And one sat upon each one of them. Uliowakalia kila mmoja wao. Verse 4. Mstari wa 4. And they were filled, all filled with the Holy Spirit. Wote wakajazwa Roho Mtakatifu. And began to speak with other tongues. Wakaanza kusema kwa lugha nyingine. As the Spirit gave them utterance. Kama Roho alivyowajalia kutamka. Let's go to verse number 7. Twende mstari ule wa 7. Then they were all amazed and marveled, saying, wakashangaa wote wakastaajabu wakiambiana, one to another, look, wakiambiana, are not all these who speak Galileans? tazama hawa wote wasemao si wa Galilaya? 8. How is it that we hear each one in our own language? Imekuwaje basi sisi kusikia kila mtu lugha yetu tuliozaliwa nayo? In which we were born. Tuliozaliwa nayo. We'll end verse 12. Tutamalizia mstari wa 12. So they were all amazed and perplexed. Wakashangaa wote wakaingiwa na shaka. Saying one to another, wakiambiana, what could be the meaning of this? Maana yake nini mambo haya? Please turn with me to Isaiah chapter number 44. Naomba uende pamoja nami katika Isaya sura ya 44 mstari wa 3. For I will pour out water on him that is thirsty. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. I will pour out water. Nitamimina maji on him that is thirsty. Juu yake aliye na kiu. And floods on the dry ground. Na vijito vya maji juu ya mahali pakavu. And I will pour my spirit on your descendants. Nitamwaga roho yangu juu ya wazao wako. And my blessing on your offspring. Na baraka yangu juu yao utakao wazao. Shall we pray? Tuombe sasa. Lord, we thank you for the reading of your word tonight. Bwana, tunakushukuru kwa sababu ya neno lako. We pray, Jehovah God, tunaomba ya kwamba Jehova Mungu, that you glorify yourself through this word. Ya kwamba ukajitukuze kupitia neno hili. Let the entrance in of your word bring forth light. Ukalifanya neno lako likalete nuru. And let your word give understanding to the simple. Na neno lako likalete uelewa kwa wale Isaiah 55 verse 10, Lord, declares, Isaya 55 inasema, in the same way that the rain and the snow will fall from heaven to the earth, kama vile mvua ishukavyo kutoka mbinguni kuja nchini kwenye that it does not go back to heaven but it stays right here on the earth, lakini hairudi bure mpaka ikalitimiza lile litumwa kufanya, to water the earth, kuinyeshea ardhi, so it may give seed to the sower, ili uweze kumpa mbegu mpanzi, and bread to the eater, na chakula kwa yule mlaji. So shall your word be. Ili na neno lako likafanya vivyo hivyo. It will never return to you void. Halitakurudia bure. Your word shall prosper concerning that for which it is sent. Neno lako litafanikiwa katika kile lilotumwa kufanya. Let your word prosper today. Achilia neno lako likafanikiwe. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Holy Spirit, Roho Mtakatifu, give power to your word today. Achilia nguvu katika neno lako leo. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. You may be seated. Unaweza ukaketi. We want to share tonight as we close this wonderful 4 days of power and glory. Nataka tumalizie leo tunapohitimisha siku zetu 4 za utukufu na nguvu. Receive the fresh fire. Pokea moto mpya. Receive the fresh fire of the Holy Spirit. Pokea moto mpya wa Roho Mtakatifu. Why don't you look at your neighbor and say to your neighbor, my neighbor? Unaonaje ukamtazama jirani yako afu mwambie jirani, receive the fresh fire. Pokea moto mpya.
Say to your neighbor, my neighbor. Mwambie jirani yako, jirani, you need fresh fire. Unahitaji moto mpya. You need fresh fire. Unahitaji moto mpya. Hallelujah. Hallelujah. Now in every generation, sasa katika kila kizazi, God will always raise a remnant. Mungu anainua masalia yake. Who are the remnants? Masalia hawa ni kina nani? How do we know them? Na tunawezaje kuwajua? How do they look like? Wanaonekanaje? What is the distinction? Nini kinachowatofautisha? How come a remnant will always stand out? Inakuwaje kila wakati masalia haya ya Bwana wanasimama? Hawa masalia ni watu gani? Remnants are men and women. Masalia hawa Bwana ni wanaume kwa wanawake who have trusted God, ambao wamemwamini Mungu. A remnant are a people. Hawa ni watu ambao who are a preservation, a preserved, if you like, a preserved specimen. Ni kama vile kitu kilichohifadhiwa vizuri. Of that which has been hunted down. Kile ambacho kilikuwa kimepotezwa au kimeangushwa chini. Zambia, katika nchi yangu kule Zambia, rhinos are a wanted specimen. Kuna mnyama kule Zambia ambao ni wanyama wakali sana. And so poachers have hunted down rhinos. Kwa hiyo wawindaji wamekuwa wakiwaharibu hawa wanyama. And they shoot them. Na wanawapiga risasi. They trap them down. Wanawaangusha chini. Using wire or whatever method. Wakitumia waya au njia zinginezo. All they desire from a rhino is the horn. It has a horn right here on the nose. Kwa hiyo kile wanachokuwa wanakitafuta kwa faru ni lile pembe lililoko hapa mbele yake. And so in my country Zambia. Kwa hiyo kule kwenye nchi yangu Zambia, the government passed a law to call a rhino a specimen. There's a word they use, meaning it is a most preserved specimen. There's a word I'll remember. Yes. Kwa hiyo kwenye nchi yangu serikali imefika mahali imeamua kuwaita hawa faru kama vile ni mnyama maalum ambaye amehifadhiwa kwa ajili ya serikali. This specimen that, and I remember Zambia went to her neighbors including Tanzania. Na nakumbuka kwamba Zambia ikaja mpaka kwa majirani zetu ambao ni Tanzania. Can you give us only 4? Ya kwamba wakaja Tanzania kuomba faru angalau 4. Because in Zambia they've all been killed. Kwa sababu faru kule Zambia karibu wote wameuliwa. Can we buy 4 from you Tanzania, even 5? Tunaweza tukanunua hata angalau 4 au 5 kutoka kwenu Tanzania. So that children can see what ili kwamba watoto waweze kumuona na kujua kwamba faru ni nani au anaonekanaje. Now that is a wanted specimen. That's a word I'm looking for. Specimen that is hunted down. Kwa hiyo huyo ni mnyama ambaye amekuwa anatafutwa au anawindwa kwa hamu sana. Because of the value it has. Kwa sababu ya thamani alionayo. The same is true. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo, ni sawa pia with the church today. Kama ambavyo kanisa lipo leo. The body of Christ, mwili wa Kristo, is hunted down. Unatafutwa uangushwe chini. Satan hunts down believers. Shetani anawinda waamini. He looks for ways to cripple the church. Anatafuta namna ya kuangusha waamini. To silence the church. Kulinyamazisha kanisa. Satan looks for ways and means that he would decimate, if he had a choice, to kill the church completely. Shetani anatafuta namna ya kuliangusha kanisa, na kama angeweza kuliua kabisa kanisa. But there is a secret with God. Lakini ipo siri katika Mungu. He has always preserved the remnant. Mungu wakati wote ameendelea kutunza masalia yake. One day Prophet Elijah said to God. Siku moja Nabii Elia anasema kwa all the prophets in the land are dead. Anamwambia Mungu ya kwamba manabii wote katika nchi wamepotea. And I alone, Elijah, I am the only survivor. Anamwambia mimi Elia, mimi peke yangu ndiye nimesalia. No, the Lord said. Mungu anamwambia hapana. That is not the position. Anamwambia hiyo sivyo ilivyo. I have 7,000 other prophets. Anamwambia kwamba ninao manabii wengine karibu 7,000 ambao nimewatunza kwa ajili yako. They have never bowed down to any devil. Hawajawahi kuinamia shetani yoyote. They have refused to bow down to Baal. Wamekataa kuinamia miungu. They
have refused to worship any other God. Wamekataa kuiabudu miungu mingine yoyote. But the God of Abraham, lakini Mungu wa Ibrahimu, the God of Isaac, Mungu wa Isaka, the God of Jacob, na Mungu wa Yakobo, God is forever faithful. Ndiye Mungu aliye mwaminifu In every generation, katika vizazi vyote. He preserves a remnant. Anatunza masalia. And I know that remnant is here tonight. Na ninajua kwamba yako masalia ya Bwana jioni leo hapa. And I know that remnant is seated here today. Ninajua kwamba yako masalia ya Bwana aliyoketi mahali hapa leo. Say to the devil, the ones that would say, wale ambao wako tayari kumwambia shetani, I don't care what you do. Sijali kile unafanya. You will not turn me against my God. Hautaweza kunitenga na Mungu wangu. I don't care what sect, how many demons you raise. Sijali kwamba utainua mapepo kiasi gani. I have made up my mind. Nimeamua na kufanya. I will serve Jesus. Ya kwamba nitamtumikia Yesu. For as long as I live. Kwa kadri nitakavyoendelea kuishi. We came today. Tumekuja leo. To announce on this closing. Kutangaza siku hii tunapomhitimisha. A session of the crusade. Tunapohitimisha mkutano huu. The difference in these remnants. Ya kwamba utofauti uliopo katika masalia haya. Those who have made God their mainstay. Wale waliokutana na Mungu uso kwa uso. Those who are trees planted by the rivers. Wale ambao wamepandwa katika vijito vya maji, kando ya vijito vya maji. Who delight in God. Wale ambao wanamtazama Mungu. Those who glory in God. Wale ambao wana utukufu katika Mungu. Those who have made God. Wale waliokutana na Mungu. They have connected with God. Wamekuunganika na Mungu wao. They live in God. Wanaishi katika Mungu. They rest in God. Wamepumzishwa katika Mungu. They speak the God language. Wanaongea lugha ya Mungu. The nature of God is in them. Asili ya Mungu iko ndani yao. The person of God influences them. Ile hali ya Mungu iko ndani yao. They are a remnant. Hao ndio masalia. They joy in God. Ambao wanafurahia katika Mungu. Their delight is to please God. Furaha yao ni kumpendeza Mungu. And I know they are here tonight. Na najua wako hapa jioni ya leo. Those who are saying, wale ambao wanasema, God, you can count on me. Mungu unaweza ukanihesabu mimi. You can count on me. Unaweza ukanihesabu. When others are bowing, wengine wanapoinamia to other gods, miungu mingine, they are standing. Mimi nitasimama. Hallelujah. 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 3 boys. 3 Hebrew boys. Vijana watatu wa Kiebrania. Meshaki, Shadrach na Abednego walichagua to stand kusimama for God. Kwa ajili ya Mungu. When their kind were bowing, wakati wenzao walikuwa wakiinamia to a statue, katika sanamu King Nebuchadnezzar had made, kwenye sanamu ambayo mfalme Nebukadnezar alitengeneza. When many were kneeling to a statue, wakati wengi walikuwa wakipiga magoti kwa lile sanamu, these boys refused. Vijana hawa walikataa. You know there was a death sentence tied to that. Unajua ya kwamba walikuwa kuna hukumu ya kifo ambayo ilikuwa imetangazwa. Despite Nebuchadnezzar threatening them, pamoja na kwamba mfalme Nebukadnezar alikuwa amewatishia, he says, I give you a chance. Na akamwambia ninawapa nafasi. It's the last chance. Nafasi ya mwisho. When you hear the trumpet, utaposikia tarumbeta inapigwa, should you hear the keyboards, the trumpets and the drums, the flutes and everything, mtakaposikia filimbi na matarumbeta yakipulizwa, I expect you to bow. Ninawatarajia muiname. Because you are good boys. Kwa sababu nyinyi ni vijana wazuri. I expect you to bow. Ninawatarajia kwamba mtasujudia. He says, but let me warn you. Lakini akamwambia ngoja niwape tahadhari. This is my land. Hii ni nchi yangu. I rule in Babylon. Ninatawala hapa Babeli. My name is Nebuchadnezzar. Na jina langu ni Nebukadnezar. I rule the world. Ninatawala ulimwengu. He says, when you hear the sound, akamwambia mtakaposikia sauti, bow, sujudu. He says, should you fail to do so, akamwambia kama mkishindwa kufanya hivyo,
There is a burning furnace, an oven. Akamwambia kuna tanuru la moto. And that oven will be heated beyond normal. Na hilo tanuru litaongezwa moto zaidi ya kawaida. And people like you, na watu kama nyinyi, deserve that place. Mnastahili kwenda kwenye hilo tanuru la moto. I came to ask a question. Nimekuja kuuliza swali. As we end this crusade tonight, tunapokuwa tunamalizia mkutano huu jioni leo, wewe je, ni masalia? Are you one of those that God can count on? Je, wewe ni mmoja wale ambao Bwana anaweza kujihesabia? Are you persuaded about your faith? Je, umesimama katika imani yako? Have you told yourself, je, umejiambia au kujisemesha ya kwamba kuishi kwangu ni Kristo? My Bible tells, Biblia yangu inaniambia, the three boys responded and said, Sir, vijana hao watatu wakamjibu mfalme wakamwambia, Bwana, we are not careful to answer you. Hatuogopi kukujibu. We do not even wait for a week to give you the answer. Na wala tusubiri walio wadhaifu wakuweze kukujibu. We choose that you could hear it from us. Tunataka utusikie sisi wenyewe. They said, Sir, wakamwambia, Bwana, with due respect, kwa heshima zote, we are a remnant, sisi ni masalia of God, ya Bwana, ya Mungu. We are different. Sisi ni watofauti. We may look like everyone else. Tunaweza tukaonekana kama watu wengine wote, but we are different. Lakini sisi ni watofauti. We may speak the same language with everyone else. Tunaweza tukaongea lugha moja na kama wengine wote, but we are different. Lakini sisi ni watofauti. We may all come from Njombe. Tunaweza wote tukawa tunatokea Njombe, but we, lakini sisi are different. Ni watofauti. We do not bow before structures. Hatusujudii sanamu. Nor do we bow before images. Wala hatusujudii picha. Great as the image may be. Haijalishi ni picha kubwa au ya umaalum kiasi gani. We fear no man. Hatumuogopi mtu except the living God. Isipokuwa Mungu aliye hai. We bend down to nobody. Hatuinami kwa yeyote except to God. Isipokuwa kwa Mungu. We had gone to some place in my country, deep in the interior. Tuliwahi kwenda katika eneo moja kule nchini kwangu ambayo iko ndani sana, for crusades, kwa ajili ya kufanya mkutano. It's a place called Kambila. Ni sehemu ambayo inaitwa Kambila. It's the first time we got there. We didn't even know the place existed. Ilikuwa ni mara ya kwanza tunaenda kule na hatukuwahi kujua kama hilo eneo lipo katika nchi yetu. When we arrived in that village, tulipofika katika kile kijiji, they would not allow us to preach there. Hawakuturuhusu tuhubiri. Because we were told they have their own God. Kwa sababu walituambia kwamba wana miungu yao. So this is what they did. Kwa hichi ndicho walichokifanya. They took me and my team to the eastern side of the village. Wakanichukua mimi na timu yangu wakatupeleka mashariki ya hicho kijiji. And began to show us graves. Na wakaanza kutuonyesha makaburi. We didn't know who laid there. Hatukujua ni nani ambao walikuwa wamelala pale. But there were graves. Lakini kulikuwa kuna makaburi. And then this man says, na huyu mwanaume akatuambia, do you see these graves? Mnayaona haya makaburi? I said, yes sir. Nikasema ndio. He said, these are pastors. Akasema hawa ni wachungaji. We kill them. Tumewaua. And we bury them. Na tumewazika. They said to us, wakatuambia sisi, this village, hichi kijiji, has its own God. Kina miungu yake au kina Mungu wake.
So I noticed my team. Kwa nikagundua timu yangu, some of the young men began to, vijana wadogo wakaanza kusheki poteza ujasiri. They said, here we kill pastors. Wakasema hapa huwa tunaua wachungaji. And we bury them. Na tunawazika. They said they come from Bible school. Wakasema wakiwa wametoka kwenye shule ya Biblia. And they say, I am going to Kambila to plant a church. Na wakisema kwamba tunaenda kwenye kijiji cha Kambila kupanda kanisa. Here? Hapa in Kambila. Hapa Kambila. That was warning enough. Kwa hiyo ilikuwa ni tahadhari ya kutosha. But they were wrong. Lakini walikuwa wanakosea. God has a remnant. Mungu anayo masalia. We preached that night. Kwa tukahubiri ile jioni. Preached the next night. Tukahubiri jioni iliyofuata. Preached the third night. Tukahubiri jioni ya tatu. And people who were standing from far, na watu ambao walikuwa wamesimama mbali, slowly by day number 3 they were near. Kwa hiyo siku ya tatu tulipokuwa tunahitimisha wakawa wamesogea, wapo karibu. Because God began to heal. Kwa sababu Mungu alianza kuponya. They are sick in their midst. Magonjwa yao katikati ya watu waliokuwepo. Deaf, dumb, watu waliokuwa mabubu, watu waliokuwa wasikii, Mungu akawaponya. And soon, na mara they started coming closer. Wakaanza kusogea karibu. And closer. Na karibu zaidi. Let me tell you. Ngoja nikwambie kitu. Day number 5. Tulipofika siku ya 5. After we finished the clinics. Tulipokuwa tumemaliza kufanya kliniki. We do clinics in the night, we preach like we are doing, but during daytime from 10 hours to 15 hours we have clinics, because as I am preaching you can't ask me questions. Kwa hiyo tunakuwa tunafanya mikutano, lakini huwa tunakuwa na clinic ili kuweza kukutana mtu mmoja kwa sababu you would not tell me your issues. Tukiwa tuna kwenye mkutano uwezo kaniuliza jambo. So we have clinics during tunakuwa na kliniki wakati wa mchana. We call them spiritual clinics. Tunaziita kliniki za kiroho. So then people come to ili watu waweze kuja na that's when they tell you, oh no, me I have a snake in the house. Hapo ndo anaweza akakwambia kwamba unajua mimi nina nyoka nyumbani kwangu, unajua mimi nina hiki na kile, wakati wa kliniki. Hallelujah. When we come back, kwa tunaporudi we'll have clinics here. Tutakuwa na kliniki hapa tutakaporudi. Hallelujah. We'll have clinics. Tutakuwa na kliniki. Because that's when they tell you mchungaji. Kwa sababu hapo ndo it starts from here. Wanaweza kukwambia sasa mchungaji huwa inaanzia hapa afu inaanza kusogea. Inasogea ikifika hapa mchungaji. Inaanza kucheza then it comes here mchungaji. Alafu inakuja hapa mchungaji. Hallelujah. Hallelujah. Day number 5. Siku ya 5. I was seated resting, my team was praying for all these people. Kwa nilikuwa nimekaa na timu yangu ikawa inaendelea kuombea watu. Then the team leader came and said, Dad, we have finished praying for people. Na kiongozi wa timu akaja akaniambia, baba, tumemaliza kuomba na watu. Now we have left your cases. Sasa tumeacha mambo ambayo yanakuhusu wewe. So the one they call my cases are those like cancers. Kwa wanaposema kesi zangu wanamaanisha watu wenye kansa, watu wenye miguu labda imevunjika, crooked legs, bent legs, miguu iliyopinda, miguu iliyovunjika. Those they call them my cases. Wanaziita hizo ni kesi au mambo yanayonihusu mimi. So when I went to where the few people were seated, kwa nilipoenda pale hao watu wachache waliokuepo walikuwa I began to pray for each one of them. Na nikaanza kuombea mtu mmoja mmoja. Then they remained 2. Kwa hiyo wakawa wamebaki wawili. An old man and an old woman. Mwanamke mzee na mwanaume mzee. So I know that it is ladies first. I said to mama, kwa sababu najua yes, tunatanguliza wanawake. What is your issue? Nikaanza kuongea na mama, nikamwambia mama, una jambo lako ni lipi? Au una issue gani? She said to me, who told you I came for prayer? Akaniambia, nani amekwambia mimi nimekuja kwa ajili ya maombi? I said, but mom, these are clinics for prayer. Nikamwambia mama, lakini hizi ni kliniki kwa ajili ya maombi. She says no. Akasema hapana. I didn't come here for prayer. Mimi sijaja hapa kwa ajili ya maombi. I came here so that you may tell me. Nimekuja hapa ili uweze kuniambia. I said, tell you what? Nikamuuliza nikwambie nini? They had put me in the middle.
The man was on my right. Kwa wakawa wameniweka mimi katikati. Mwanaume alikuwa yuko, they put me in the middle. Mwanaume alikuwa mkono wa kulia, mwanamke alikuwa mkono wa kushoto. So I'm in the middle, and the woman says, "Tell us." Na mwanamke akaniambia, "Hebu tuambie. How come today is day number 5? Inawezekanaje leo ni siku ya 5 and you have not died na haujafa in this village?" Katika kijiji hiki. Tell us. Tuambie. So the man now says to the lady in their language, "No, I don't understand that." Kwa hiyo yule mwanaume sasa akawa anamwambia mke wake kwa lugha yao ya pale. Why should you be so direct? Find a way, another way to put it. Kwa hiyo mwanaume anamwambia mwanamke, mbona umemwambia moja kwa moja sana? Tafuta namna ya kuliongea hilo jambo. She says, "No." Huyu mwanamke akasema, "Hapana. I want to speak in a language you understand." Nataka niongee katika lugha atakayoelewa. How come he has not died? Inawezekanaje kwamba hajafa? So at that point, kwa hiyo wakati huo, I took interest to find out why they wanted me dead and what they had done for me to be dead. Nikatamani kujua zaidi kwamba huwa wanafanya nini ili mtu afe na mimi wamefanya nini ili kwamba nife. On day number 2, kwa siku ya pili, when we arrived, the team leader came to me and said, "There's a man who was offered his bathroom." Kwa hiyo katika siku ya pili ya mkutano, kiongozi wa timu yangu akaja akaniambia kuna mtu ambaye ametoa bafu. He says, "Only you." Na hilo bafu anasema kwamba wewe mchungaji peke yako tu katika timu nzima. Only you should bath there. Wewe tu peke yako ndio utatakiwa kuoga kule. Nobody else. Na sio mtu mwingine. So I said, "Praise God." Kwa nikasema, "Oh, Bwana abarikiwe. I have been honored." Nimepewa heshima. So I was the only one going to bath there. Kwa hiyo nilikuwa ni mimi peke yangu ambaye naenda kuoga kwenye hilo bafu. As I was bathing, lakini nilipokuwa nikioga, I noticed at the corner of the bath there, nikagundua kwenye kona ya ile bafu was a big hole. Kulikuwa kuna shimo so kubwa. In my thinking, kwa kwenye mawazo yangu, I was so sure that they made it deliberately, nikajua kwamba wamelitengeneza kwa makusudi, so that when I am bathing water, ili kwamba nikiwa ninaoga maji should collect yaingie kule kwenye lile shimo. I did not know. Sikujua there was a snake in there. Kulikuwa kuna nyoka kumbe kule ndani ya shimo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise Jesus. There was a snake. Kulikuwa kuna nyoka. And so they said, "Only you, nobody else, just you should bath." Kwa hiyo wakawa wamesema ya kwamba ni mimi tu ambaye natakiwa niende nikaoge. So every morning I'll carry my towel, I'll go whistling, singing. Kila asubuhi niko na taulo langu mwenyewe naenda bafuni kuoga, thinking I have been honored. Nikijua kwamba mimi ndo nimepewa heshima. Everybody's bathing in the bush. Wengine wote wanaoga kichakani. I'm the only one bathing in a nice alafu mimi peke yangu ndo naoga sehemu nzuri. Thinking God had lifted me. Nikafikiria Mungu ameniinua Bwana. And now they tell me. Na sasa wananiambia, "Didn't you see a hole in that bathroom?" Wakaniuliza kwamba ina maana ukuona shimo kwenye lile bafu. I said, "You mean where the water goes?" Mimi nikasema namaanisha kule ambapo maji yanaenda nikioga. Nikasema nimeliona. And then they looked at each other. Kwa wakatazamana. The man and looked at each other. Kwa mwanaume na mwanamke wakatazamana. And finally they told me. Na baada hapo wakaniambia, "There's a snake there." Wakaniambia kwamba kuna nyoka kule kwenye lile shimo. And it kills. Na yule nyoka huwa anaua. Today is day 5. Na leo ni siku ya 5. And you are not dead. Na haujafa. Tell us a secret. Tuambie siri yako. I came tonight. Nimekuja jioni ya leo to declare, kutangaza, God will always raise a remnant. Ya kwamba Mungu wakati wote atainua familia yake. Those that call on him. Wale wanaoliitia jina lake. Those in whom he has put his spirit. Wale ambao ndani yake ameweka roho yake. Those that call on him. Wale wanaoliitia jina lake. Those that trust in him. Wale ambao wanamtumaini, wanamwamini. His name is Yahweh. Jina lake ni Yahweh. The 3 Hebrew boys said no. We will not bow. Vijana 3 wa Kiebrania wakasema hapana, hatutasujudia. Raise your right hand to God. Nyanyua mkono wako wa kuume kwa Mungu. Raise your right hand. Mkono wako wa kuume. Say with me, Heavenly Father. Sema nami, Baba wa mbinguni. Please say it. Say, Heavenly Father. Tafadhali sema, Baba wa mbinguni. I thank you. Ninakushukuru that you have raised me. Kwa sababu umeniinua to be a remnant. Kuwa masalia in my country. Katika nchi yangu. And in Njombe. Na katika Njombe. Raise your hand higher. Nyanyua mkono wako juu zaidi. Say, dear Jesus. Sema, Bwana Yesu. I promise you. Ninakuahidi. If I am to bow. Kama itanibidi kuinamia. May it be before you. Niwe ninakusujudia wewe.
And you alone. Na wewe peke yako. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Say, my Father, my Father. Sema, Baba yangu, Baba yangu. I will not bow. Sitasujudia to any other God. Miungu mingine yoyote. Help me. Nisaidie. By your spirit. Kwa roho wako. Say, my Father, my Father. Sema, Baba yangu, Baba yangu. I am ready. Niko tayari. To receive the fresh fire. Kupokea moto mpya. Tonight. Jioni ya leo. Say, my Father, my Father. Sema, Baba yangu, Baba yangu. Tonight. Jioni ya leo. Is my night. Ni jioni yangu. I am thirsty. Nina njaa. I need you. Nina kiu, ninakuhitaji. In Jesus' name. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Clap for Jesus. Pigie Bwana Yesu makofi. 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 In the Old Testament. Katika Agano la Kale. God empowered men and women. Mungu aliwawezesha wanaume kwa wanawake. The Spirit of the Lord came upon David from that day forward. Biblia inasema ndipo Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho wa Bwana akamjia Daudi. The Spirit of God, the Lord, came upon David. Roho wa Bwana akaja juu ya Daudi. Somebody will receive the Holy Spirit. Leo mtu atapokea roho wa Mungu. Somebody shall be filled in the Holy Ghost. Mtu mmoja atajazwa na roho wa Mungu. You need fresh fire. Unahitaji moto mpya. You have to be a remnant. Kama unataka kuwa masalia. You have to do exploits for God. Kama unataka kufanya kuleta mambo ya ajabu kwa ajili ya Bwana. You need fresh fire. Unahitaji moto mpya. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. 800 years before Jesus was born. Miaka 800 kabla ya Yesu kuzaliwa. 800 years. Miaka 800 before Jesus was born. Kabla ya Yesu kuzaliwa. The Lord through prophet Joel said. Bwana kupitia he foretold. Nabii Yoeli alisema. How that in the last days. Ya kwamba katika siku za mwisho. He would pour out his spirit. Nitamimina roho wangu. Upon all flesh. Kwa kila nafsi na kwa kila mtu. 800 years. Miaka 800 iliyopita. 800 years. Miaka 800 before Jesus kabla set foot on earth. Ya Yesu hajaweka mguu wake katika nchi. Joel prophesied. Yoeli alitabiri. He said the day is coming. Akasema siku inakuja. When my spirit shall rest upon you. Ambapo roho wangu atashuka juu ya watu. He says afterward your sons and your daughters will prophesy. Na mabinti zenu na wana wenu watatabiri. Your old men shall dream dreams. Wazee wataona maono. Your young men shall see visions. Vijana wenu wataota ndoto. And also upon my servants. Na kila atakayenitumikia. And upon my handmaids. Na katika mikono yangu. Will I pour out my spirit. Nitamimina roho wangu. The church needs him. Kanisa linamhitaji. The world needs this Holy Spirit. Dunia inamhitaji huyu Roho Mtakatifu. Who is he? Yeye ni nani? He's the third person of the Trinity. Yeye ni nafsi ya tatu ya utatu wa Mungu. He is the power of God. Yeye ni nguvu ya Mungu. He has been ever since. Amekuwepo tangu enzi. He is as old as God is. Yeye ni sawa na umri aliokuwepo. He's been involved every time God is at work. Ndiye amekuwa akitenda kazi wakati wote Mungu akifanya kazi. He was there at creation. Alikuwepo wakati wa uumbaji. When God spoke and said let there be light. Mungu aliposema na iwe nuru. The Holy Spirit went forward and began to do the work. Roho Mtakatifu aliendelea na kufanya kazi hiyo. The Holy Spirit is here today. Roho Mtakatifu yuko hapa leo. We need him. Na tunamhitaji. We need him. Tunamhitaji. He's here to empower the church. Yuko hapa kulitia nguvu kanisa. He's here to convict sinners. Yuko hapa kushawishi wenye dhambi. He's here to restore life. Yuko hapa kurejesha maisha. John the Baptist spoke concerning Yohana Mbatizaji anasema. Matthew 3:11. Matthew 3:11. Mathayo sura ya 3 mstari wa 11. John the Baptist spoke concerning. Yohana Mbatizaji anasema. He said I baptize you with water. Mimi ninawabatiza kwa maji. Unto repentance. Kwa ajili ya msamaha wa dhambi. But he who comes after me. Lakini yule ajaye nyuma yangu. He will baptize you. Atawabatiza. With the Holy Ghost. Kwa Roho. And with fire. Na kwa moto. Before he departed, Jesus said. Na kabla hajaondoka Yesu akasema. Acts chapter 1 verse 4. Katika Matendo ya Mitume sura ya 1 mstari wa 4. Do not depart from Jerusalem. Akawaambia msiondoke Yerusalemu. Wait
for the promise of the Father, isubirini ahadi ya Baba, which you have heard from ambayo mlisikia kutoka kwangu. Acts chapter 1 verse 8. Matendo 1:8. You shall receive power nanyi mtapokea nguvu when the Holy Ghost is come upon you. Roho Mtakatifu atakapoajilia juu yenu. You shall be my witnesses. Nanyi mtakuwa mashahidi wangu in Jerusalem, katika Yerusalemu, in Judea, katika Yuda, in Samaria, and unto the uttermost parts of the na earth. katika miisho ya nchi. Family, I want to conclude by saying, watu wa Mungu, nataka kumaliza kwa kusema Jesus called him the promise of God. Yesu alimuita huyu roho ya kwamba ni ahadi ya Mungu. He is the promise of God. Yeye ni ahadi ya Mungu. God had promised, I will pour out. Mungu aliahidi ya kwamba atamimina roho wake. Who is he? Huyu ni nani? He is the comforter. Yeye ni mfariji. He is the teacher. Yeye ni mwalimu. He is the counselor. Yeye ni mshauri. He is the power of God. Yeye ni nguvu ya Mungu. He is the spirit of truth. Yeye ni roho wa He kweli. is the revealer of truth. Yeye ndiye anayefunua kweli. He is the repairer of the breach. Yeye ndiye anayetengeneza vilivyoharibika. Heaven is in need of witnesses. Mbingu zinahitaji mashahidi. Heaven needs people who stand boldly and say, I am here. Mbingu zinahitaji watu ambao watasimama kwa ujasiri wakisema niko hapa. You are aware of how a servant of God is late now, Archbishop Benson Idahosa in Nigeria. Naamini tunajua ya kwamba mtumishi wa Mungu Askofu Benson Idahosa, witches all over the world had met in Chicago. Wachawi wote wa ulimwengu walikusanyika katika mji wa Chicago. And the witches agreed. Na wachawi wakakubaliana that their next meeting was going to be in Benin, Nigeria. Ya kwamba mkutano wao unaofuata utaenda kufanyika katika mji wa Benin kule Nigeria. And that they were expecting 9,800 witches and wizards. Na ya kwamba walikuwa wanatarajiwa wachawi 9,800 kukusanyika pale. When the man of God heard about it, na huyu mtu wa Mungu aliposikia habari hii, he said no, it's not true. Akasema hapana, sio kweli. It won't happen. Haiwezi kutokea. Benin is his home country. Benin ilikuwa ni nchi ambayo Askofu Idahosa anaishi. Like it is now. Kama ambavyo leo 9,800 witches saying we are going to Njombe. Ni kama vile leo waseme wachawi 9,800 wanakuja Njombe. And we are going to have our meeting in Njombe. Na tunaenda kufanya kikao chetu Njombe. What will you do? Nini utafanya? That is why we need a remnant. Ndio maana tunahitaji mtu ambaye ni msalia. Men and women who are full of God. Wanaume kwa wanawake ambao wamejazwa na Mungu. Holy Spirit. Na Roho Mtakatifu. Full of life. Wamejaa nuru. Full of power. Wamejaa nguvu. He said that will not happen. Akasema, Idahosa akasema hiyo haitakuwa. So they went on TV. Kwa hiyo wakaenda kwenye kituo cha TV. They announced to everybody there is a meeting to take place in Benin, Nigeria. Wakatangaza kwamba kutakuwa na kikao cha wachawi ambacho kinataka kutokea Benin hapa Nigeria. The man of God said that meeting won't happen. Na mtu wa Mungu kwenye television ile akasema kwamba hicho hakitatokea. So the press went to the chief organizer. Kwa hiyo watangazaji wakaenda kwa kiongozi wa wachawi. Have you heard? Wakamwambia umesikia? Benson Idahosa Archbishop says your meeting will not hold. Ya kwamba Askofu Idahosa amesema kwamba hicho kikao chenu cha wachawi hakitatokea. The chief witch in Nigeria, yule mchawi mkuu wa Nigeria, said, akasema, even God, akasema hata Mungu cannot stop this meeting. Hawezi kuzuia mkutano huu. It will take place. Utatokea tu. Did you hear that? Umesikia hiyo kauli? Did you hear that? Umesikia hiyo? That is how bold these witches are. Hivyo ndivyo ambavyo hawa wachawi wana ujasiri. But there is a remnant. Lakini wako masalia. The press then went with that answer. They went to Idahosa. Kwa hiyo kile kituo cha habari kilichoenda kumfuata kumpelekea chifu mchawi mkuu akamrudia Idahosa. Listen to what the chief witch said. Akamwambia Idahosa, sikiliza kile mchawi mkuu anasema. That even God cannot stop them. Kwamba hata Mungu hawezi kuzuia hicho kikao chenu, kikao chao. The man of God said he's right. Mtu wa Mungu akasema yuko sahihi. What do you mean? Hawa watangazaji wakamuuliza unamaanisha nini? Right? Yuko sahihi? He said yes. Akasema ndio. Because God should not waste his time. Kwa sababu Mungu hawezi kupoteza muda wake. To come and stop that meeting. Aje kuzuia kikao cha wachawi. That is why I am here. Ndio maana mimi niko hapa. I am here to stop the meeting. Mimi niko hapa kuzuia. Hallelujah! Hallelujah!
Hallelujah. He said, let God continue with what he's doing. Akasema mwache Mungu aendelee na mambo yake anayofanya mbinguni. Continue with his business. Mwache Mungu aendelee na biashara zake na shughuli zake mbinguni. This one to me. Huyu hawa wachawi niachie mimi. Let him leave witches to me. Hawa wachawi wananitosha, niachie mimi. Hallelujah. Hallelujah. God is looking for men and women. Mungu anatafuta wanaume kwa wanawake that will prove them wrong, ambao watathibitisha uongo wale ambao wanasimama kinyume na Mungu. That night, usiku ule, in that village, katika kile kijiji I told you about, ambacho nimewaambia, it was the last night like now we were celebrating, people were giving testimonies. Ilikuwa ni jioni ya mwisho kama ambavyo leo watu walikuwa wanafurahia miujiza na shuhuda mbalimbali. They told us for the first time, wakatuambia kwa mara ya kwanza since we arrived, tangu tumefika sisi, there was not a single funeral, hakukuwa na msiba hata wa mtu mmoja in that village, katika kile kijiji. Somebody else says, now we have slept. We don't sleep in this village. Mtu mmoja akasema tangu mmekuepo hapa sasa tumelala, hatulali katika kijiji hichi because of witchcraft, kwa sababu ya uchawi. The other one said, mwingine akasema, in this village, kwenye kijiji hiki children don't go past 3 years old. Listen, and I want to speak to my fellow servants of God. Can you imagine? Anasema watoto katika kijiji chetu, village of Kambila, katika kijiji kile cha Kambila, these children, hawa watoto do not go past 3 years. Hawavuki miaka 3. So as your child is going towards 3 years, kwa mtoto wako akiwa anakaribia kufika miaka 3, you have to send your child away. Inabidi umuondoe mtoto wako mbali na kijiji kile. Kama unampenda mtoto wako au kijana wako au binti yako, inabidi utafute ndugu yako ambaye yuko mji mwingine, until the child crosses, ili mtoto avuke kwanza miaka 3, the 3-year age. Miaka 3 ipite. When they cross that, atakapokuwa amevuka hapo, then they are able to come. Hapo sasa unaweza kumrudisha. That's how wickedness operates. Hivyo ndivyo namna ambavyo mji ule ulikuwa ni wa mambo ya ajabu. Satanic covenants. Vitu maagano ya kishetani. There were testimonies everywhere. Kulikuwa na shuhuda kila eneo. And the wife to the headman, the chief, she was the one who came to tell us. Na mke ambaye alikuwa ni wa kiongozi wa kile kijiji ndio aliyekuja kutuambia. It is God who sent you people here. Akasema ni Mungu aliyewatuma nyinyi watu kuja hapa. She told us these things I'm telling you. Na akatuambia haya mambo ambayo mimi ninakwambia. Then as soon as this woman, the wife to the chief, was done with the testimony. Kwa hiyo huyu mke wa chief alipomaliza kutupa huu ushuhuda. Remember that woman who sat on my left? Kumbuka yule mwanamke ambaye alikuwa pembeni yangu. Yule bibi. The one who told me, ambaye aliniambia, how come I didn't die? Kwamba inakuaje sijafa? She just came from the bush. Alikuwa ametokea, akawa anatokea kwenye kichaka. Ran to the platform. Akakimbia kwenye jukwaa. Grabbed the microphone. Akavuta maiki. And this is what she said. Na hiki ndicho alichosema. Now I see. Akasema sasa naona. Today, now I know. Leo ndo najua that sasa. There is another power. Ya kwamba kumbe kuna nguvu nyingine. There is another power. Kumbe kuna nguvu nyingine. Above my power. Ambayo iko juu ya nguvu yangu. Hallelujah. Hallelujah. She says now I know. Akasema sasa najua. Now I know. Sasa ninajua. There is another. Ya kwamba kuna nguvu nyingine. God is raising remnants in Njombe. Mungu anainua masalia yake hapa Njombe. And you are that remnant. Na wewe ndio hayo masalia. May the Holy Spirit be your friend. Na Roho Mtakatifu awe rafiki yako. May you stand to defend the gospel. Usimame kuitetea injili. May you be pregnant with him. Wewe ni mtu ambaye ni kama una utungu kwa ajili ya Bwana. May God fill you with his presence. Mungu akujaze na uwepo wake. God is looking for vessels. Mungu anatafuta vyombo who are thirsty. Ambavyo vina kiu. That is why Jesus cried in John 7. Na ndio maana Yesu akalia katika Yohana 7 to 39. Mstari wa 7. If anyone thirsts, akasema kila aonaye kiu, let him come. Na aje kwangu na anywe. Njombe is thirsty. Njombe ina kiu. Rise to your feet. Simama kwa miguu yako. Njombe is thirsty. Njombe ina kiu. God, Mungu is about to pour his spirit. Anaenda kuachilia kumimina roho yake. God is about to pour. Mungu fresh fire. Anaenda kumimina moto mpya. God is about to pour fresh fire. Mungu anaenda kumimina moto mpya. You are a candidate for it. Wewe ndiye mtainiwa kwa ajili ya hiyo. May this fire find you.
Na huu moto ukakukute May this fire locate you. huu moto ukakutafute pale ulipo. May God qualify you tonight. Mungu akakuthibitishe na kukupa May you vigezo. become a true witness. Wewe ukawe ni shahidi wa kweli. There are witnesses. Wako mashahidi. But they are also true witnesses. Lakini wako mashahidi wa kweli. Some are called Jehovah's, you know, but I am talking about the true witness. Kuna wale ambao wanajiita Jehovah Witness, lakini mimi naongelea mashahidi wa kweli. Who recognizes the Holy Ghost. Ambaye wanamtambua Roho Mtakatifu. Others say they are witnesses but they deny the person of the Holy Spirit. Kuna hao wanajiita ni mashahidi lakini wanakataa wanamkataa Roho Mtakatifu. They call him just a wind. Wanamuita ni kama tu upepo tu. How can you be a witness without the Holy Ghost? Unawezaje kuwa shahidi wa Bwana bila kuwa na Roho Mtakatifu? But you shall receive power. Anasema nanyi mtapokea when the Holy Ghost has come upon you. Roho wa Mungu atapokuja juu yenu. And you. Nanyi. And you. Nanyi. And you. Na wewe. And you there. Na wewe pia. And you. Na wewe. And you. Na wewe. And you there. Na kule wewe. And you. Na wewe pia. Shall be my witness. Utakuwa shahidi wangu. In Njombe. Hapa Njombe. In Tanzania. Katika nchi ya Tanzania. In East Africa. Katika Afrika Mashariki. Na katika ulimwengu mzima. You will take the gospel. Wewe utaipeleka injili. This is only possible. Hili inawezekana tu when we are filled. Kama tumejazwa the Holy Ghost. na Roho Mtakatifu. Peter denied Jesus. Petro alimkana Yesu. Almost 53 days earlier. He had denied Jesus. Alikuwa amemkana Yesu. But when the Holy Ghost came, lakini Roho Mtakatifu alipokuja, he stood up. Alisimama. And said, these men are not drunk. Na akasema hawa watu hawa hawajalewa. As you suppose. Kama mnavyosema. This hawa is that. Ndio kile which was prophesied. Ambacho kilitabiliwa 800 years ago. Miaka 2000 iliyopita. That I will pour out my miaka 800 iliyopita kwamba nitamimina roho wangu upon all flesh. Katika kila nafsi. I want to live this grace. Nataka niachilie neema hii. I want to live this grace. Nataka niachilie neema hii. To somebody who is saying I need the Holy Ghost. Kwa mtu mmoja anayesema ninamhitaji Roho Mtakatifu. Somebody who is saying I need the fresh fire. Anayesema ninahitaji moto mpya. Somebody saying I want to walk in the miracle. Yule anayesema nataka kutembea katika miujiza. That's why we are never afraid. Na ndio maana huwa hatuogopi. They bring them in whatever shape and size. Huwa wanaleta chochote ambacho kipo katika. Some are brought twisted, deformed. Wengine wanaletwa wakiwa wameharibika. Some these legs are at the back. Miguu yao iko nyuma imepinda. Here, from here. From here. This is at the back. Upande huu mguu upo nyuma kabisa. We are never afraid. Na wala hatuogopi. When they bring them. Wanapowaleta. Hallelujah. Hallelujah. We are never afraid. Huwa hatuogopi. We are never afraid. Hatuogopi. Why? Kwa nini? The Holy Ghost. Kwa sababu Roho Mtakatifu. The Holy Ghost. 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 Roho Mtakatifu. Hallelujah. Hallelujah. Am I speaking to people? Je, ninazungumza na mtu hapa? When I say hallelujah, you know what hallelujah means? Mnajua maana ya hallelujah? How will God fill you if you're not thirsty? Na inawezekanaje Mungu akakujaza kama uonyeshi kiu? The Holy Spirit. Roho Mtakatifu will touch you. Atakugusa. Shall we pray? Naomba tuombe sasa. Father, we have finished. Baba, tumemaliza. What you laid on our hearts for this evening. Mioyoni mwetu jioni ya leo. We submit to you. Tunajikabidhi kwako. You promised and said, tarry in Jerusalem. Umeahidi ya kwamba wait for the promise. Tubaki Yerusalemu na kusubiria ahadi. Wait for the promise of the Father. Na kusubiria ahadi ya Baba. Wait for the fire. Tusubiri moto. Wait for the fresh. Subiri moto mpya. Wait, tusubiri. Wait for the fresh. Subiri moto mpya. Wait for the fresh fire. Subiri moto mpya. Wait for the fresh fire. Subiri moto mpya. Njombe is waiting for fresh fire. Inasubiri moto mpya. Bless us tonight. Tubariki jioni ya leo. Let the fire fall. Achilia moto wako ushuke. Not tomorrow. Sio kesho. Tonight. Jioni ya leo. Holy Spirit. Roho Mtakatifu. The children are gathered. Watoto wako wamekusanyika. Your children are gathered. Watoto wako wamekusanyika. Not to man.
sio kwa ajili ya mtu, but to you. lakini ni wamekusanyika kwa ajili yako. Not unto a denomination, sio kwa ajili ya dhehebu, but unto you, lakini kwako, the baptizer in the Holy Spirit. wewe ubatizaye katika Roho. John spoke concerning you. Yohana anazungumza kwa habari hii. His was water baptism. Ubatizo wake ulikuwa ni ubatizo wa maji. But for fire baptism, lakini ubatizo wa moto, it was Jesus. Ni Yesu. Ni wa Yesu. We ask you now. Tunakuomba sasa. We ask you now. Tunakuomba sasa. We ask you now. Tunakuomba sasa. Spirit of the living God. Roho wa Mungu aliye hai. Shuka. Njoo. Njoo. I believe the Holy Spirit is about to move now. Ninaamini na ninasikia kwamba Roho anataka kutembea sasa. But he will move for those, only for those who are thirsty. Lakini atatembea na atawagusa wale tu walio na kiu. He's touching only those that are thirsty. Anawagusa wale pekee wenye kiu. One day they brought a young boy, 12-year-old. Siku moja waliletewa kijana mmoja wa miaka 12. This boy had earlobes, like you can see these ears. He had earlobes. Huyu kijana alikuwa na masikio kama unavyoweza kuona masikio haya. But there were no holes. Lakini alikuwa hana matundu ya kuweza kusikia. Imagine your son being born with lobes, these lobes, but no holes. Fikiria mwanao azaliwe ana hizi masikio lakini hana matundu. Kwa maana ya sehemu ya kusikia, sauti haiwezi kupita. When we arrived in that village, kwa tulipofika kwenye kile kijiji, this woman came to the crusade and said, huyu mwanamke akaja kwenye mkutano akasema, we have been to every hospital. Tumeenda kila hospitali. And we were told there's nothing we can do. Na tukaambiwa kwamba hakuna tunachoweza kufanya. How do we even try to make a bore lest we kill your son? Tunawezaje kuanza kutoboa sikio itatupelekea kumuua mwanao? She said the consultant said you are better off having a boy deaf than us trying to open up and kill him. Kwa hiyo yule mtaalamu wa afya akamwambia kwamba ni bora ukaendelea kubaki na kijana ambaye ni kiziwi kuliko kuanza kumtoboa masikio. At that point I remembered. Kwa hiyo wakati ule nikakumbuka the Holy Ghost. Roho Mtakatifu. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. When you come to Zambia, I will show you the pictures. Ukija Zambia nitakuonyesha hizo picha. In fact, I have them at the hotel. Na hata hivyo ninazo kwenye hoteli. On my flash if you want to show you. Kwenye flash yangu kama utahitaji nitakuonyesha kijana kabisa wa miaka 12. And I said to the living God. Na nikamwambia Mungu wangu aliye hai. Mary said, but how can I conceive knowing I know no man? Mariamu akasema inawezekanaje mimi nikashika mimba na wakati simjui mwanaume? And the angel said, the Holy Ghost. Na malaika akamwambia Roho Mtakatifu. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu shall come upon. Atakujilia juu yako. And the power of the Most High shall overshadow. Ya aliye juu itakufunika. I laid hands on that boy. Na nikaweka mikono yangu juu ya yule kijana. Prayed, asking God. Nikaomba nikimuuliza nikimwambia Mungu to do a miracle. To do a miracle. Kufanya muujiza. Don't ask me how God did it. Usiniulize Mungu alifanyaje. I also don't know. Hata mimi sijui. He did not drill any hole at all. Hakutoboa tobo lolote kwenye masikio yule mtoto. The boy was as he was. Yule kijana alikuwa kama alivyo. But this is what God did. Lakini hiki ndicho Mungu alichofanya. The boy began to hear. Kijana yule akaanza kusikia. And the boy began to speak. Na yule kijana akaanza kusema. Clap for my Jesus. Pigie Bwana wangu Yesu. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. The Holy Ghost. Roho Mtakatifu. There is nothing. Hakuna chochote he cannot do. Ambacho hawezi kukifanya. I want to close with a prayer. Nataka nimalize kwa maombi. And the presence of God will come in from the eastern direction. He's told me. Na nguvu ya Mungu itakuja kutokea mashariki. He's told me that from the eastern direction there will be a breeze that will just blow here. Ameniambia ya kwamba kutokea mashariki mwa upande huu tutakuwa kama upepo unaokuja. Just be ready. Kuwa tu tayari. Remember, only those who are thirsty. Kumbuka ni kwa wale pekee ambao wana kiu. Are you ready? Uko tayari? Please raise your hands. Nyanyua mikono yako juu. Don't be tired. Just raise your hands. Nyanyua tu mikono. This is the last night. Hii ni jioni ya mwisho. Tunamaliza leo, tunamaliza.
So you can rest. We are finishing. Kwa hiyo utapumzika. Leo tunamaliza. Do something you have not done for your God. Fanya kitu ambacho hujawahi kukifanya. I love Tanzanian music. You are very expressive. I saw people dancing. Ninapenda muziki wa Tanzania, unavutia sana. Nimeona watu wakicheza. But I would love you to be that thirsty also for Lakini nataka pia uwe na kiu kwa kiwango hicho hicho. Katika nguvu ile ile ambapo ulikuwa unatumia kucheza. Kuwa na njaa na kiu katika kiwango hicho. Mwachilie Roho Mtakatifu aje juu yako. Achilia nguvu ya Roho Mtakatifu ikuguse. Raise your hands, we pray. Nyanyua mikono yako tuombe. If you are a believer, pray in tongues. Kama wewe ni muamini, anza kuomba kwa kunena kwa lugha. As we welcome God, the Holy Ghost. Anza kuomba kwa kunena kwa lugha na Roho Mtakatifu atakuwa anatembea. Omba katika Roho. Thank you, Lord. Asante Bwana. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Thank you. Thank you. Asante. Thank you that you have ministered to your people. Asante kwa sababu umewahudumia watu wako. Njombe is thirsty. Njombe ina kiu. Njombe is thirsty. Njombe ina kiu. In Isaiah 44 verse 3 you said you will pour out. Katika Isaya 44 mstari wa 3 ulisema ya kwamba utamimina Roho wako. Water. Maji, utamimina maji. On those that are thirsty. Katika wale wenye kiu. And that you pour out floods. Na ya kwamba utamimina mafuriko. On ground that is dry. Katika nchi iliyo kame. We are dry. Sisi tuna ukame ndani yetu. We are dry. Tuna ukame. We need a fresh touch. Tunahitaji mguso mpya. We need a fresh fire. Tunahitaji moto mpya. That fire. Huo moto is from you. Na unatoka kwako. Now we invite you, Lord. Na sasa tunakukaribisha. Move in this meeting. Tembea katika eneo hili. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Come. Njoo. Come, Holy Spirit. Njoo Roho Mtakatifu. Holy Spirit. Njoo Roho Mtakatifu. Come, wind of God. Njoo pepo wa Mungu. Come. Oh, wind of God. Njoo pepo wa Mungu. Yes, come. Ndio, njoo. Njoo. We are ready for you. Tunakusubiri. Njombe is ready. Njombe iko tayari. Oh, fire of God. Oh, moto wa Mungu. Burn. Burn in our heart. Choma mioyo yetu. Burn in our heart. Waka ndani ya mioyo yetu. And let the chaff catch fire. Na kila kitu kikashike moto. Every filth to catch fire. Kila jambo likashike moto. Every curse to catch fire. Kila laana ikashike moto. Every wickedness to catch fire. Kila uovu na mambo ya mabaya yakashike moto. Every witchcraft in us to catch fire. Kila uchawi ndani yetu ukashike moto. Whatever tattoos in us to catch fire. Kila tattoo, michoro kwenye mwili wetu ikamate moto. Eaten to catch fire. Chochote tulichokula kikashike moto. Anything evil we have swallowed, let it catch fire. Kila kiovu tulichokimeza kikawake moto. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. The mighty. In the name of Jesus. Katika jina. Razema ndo karabu shataba. Resa prado jeparia manda rabasa kataya baba bobusa. Maseke paria badola mazapa. Reso randele bazibra dashe. Radala babusa kapako. Yamanda bradozia bakara ndolobosa. Rosa te bradeji bradosa kapa. Move in our midst. 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 Touch your people. 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 Fill your people. Deliver your people. Wafungue watu wako. Deliver your people. Deliver your people. Wafungue. Karaba seke pate amanda bradosa kapa. Rika. Jika. Rika. Just raise your hands. Wewe endelea kunyanyua tu mikono yako. We are coming. Tunakuja. Hallelujah. Just raise your hands. Wewe nyanyua tu mikono yako. Shaba yaba. Rasoba deleba sikata. Wahudumu. Raba sakapakata. Rado zepa rama deleba zokota. Shaba baba. Anda raba sakapakata. Raba baba. Reso patia ma. In the mighty name of Jesus. Riba baba. Moto wa Mungu. Reba baba. Raba zeke pakata.
Majata bakorobo sakata. Rosa kata. Mandereba sakata. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Wahudumu. Raso pakata. Rejada rabasa kapakata. Mtakatifu atembee kama unamhitaji. Jiachilie kwa. Yes. Ndio. Jaza watu wako. Jaza watu wako. Katika jina la Yesu. Katika jina la Yesu. Yes. Fill your people, Lord. Jaza watu wako. Jaza watu wako. Fill your people, Lord. Jaza watu wako. Ndio. Holy Ghost. Roho Mtakatifu. Raba seketa. Ndio. Rasota pakati. Elevazo kwa rabashata. Randa laba kosi kapa. Rajo pradeze wa kaya. In the name of Jesus. Ndio. Yes. The name of Jesus. Katika jina la Yesu. Gusa. Fill it up. Mjaze. Fill it up. Jaze. Fill it up. Mjaze. Shabadadasha. Katika jina la Yesu. Shabadadasha. Katika jina la Yesu. Shabadadasha. Katika jina la Yesu. Shabadadasha. Ndio. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Ndio. The power of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes. Ndio. The power of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Yes. Ndio. The power of the Holy Ghost. I only pray for those who want to be. Nataka kuombea wale tu ambao wanataka kujazwa Only Roho. those who are thirsty. Wale tu pekee wenye kiu. Shabadash. Kama una kiu sogea. Kama unataka kujazwa, unataka kupakia kitu, sogea. Naomba tuwalete wale waongofu wapya wote, wale waliokoka, waliobatizwa. Wote wasogee hapa. Rapakasikata. Rezeketapa. Ndio. Walete wapa. Wale tuliokoka, tuliobatizwa leo, naomba tukae hapo karibu. Katika jina la Yesu. Mama, njoo. You need the power. Unahitaji Don't nguvu. run away from him. Usiogope, usikimbie. Don't run away from him. Usimkimbie You Mungu. need him. Unamhitaji. You need him. Unamhitaji Mungu. Shabada. Rabo sakata. Yes. Shabadadash. Raba jedi le basa. Shabadadash. Please put that. If you have somebody to help you with the baby. Kama una mtu anaweza kukusaidia, wahudumu naomba tusaidie. Everybody needs Wenye the power. watoto. You need the power of the Kila Holy mmoja Ghost. anahitaji nguvu ya Roho Mtakatifu. You cannot be a witness without the Hauwezi Holy kuwa Ghost. shahidi bila Roho Mtakatifu. What kind of church will you build? Utajenga kanisa la namna gani? If we are to build a church, Kama unataka kulijenga kanisa, it must be with power. lazima iwe ni kwa nguvu. I don't want to pastor people who do not want to walk in the Holy Ghost. Mimi sitaki kuchunga watu ambao hawataki kutembea katika Roho Because Mtakatifu. whatever you are doing is in the flesh. Kwa sababu chochote tunachokuwa unakifanya katika mwili. But if you are filled in the Holy Ghost, Lakini kama ukijazwa na Roho God bless you. Mtakatifu, Mungu akubariki. Kama umejazwa na Roho Mtakatifu, Mungu akubariki. But being filled is an everyday Lakini experience. kujazwa ni ushahidi wa You kwamba cannot say no because in 1928 I will receive the Holy Ghost. uweze ukasema Therefore, kwa I sababu don't need miaka him. iliyopita nilishajazwa Roho Mtakatifu That sitaki. is a lie. Huo ni uongo. That is a lie. Huo ni uongo. Every believer Kila muamini needs the power of God. anahitaji nguvu ya Roho Every Mtakatifu. believer Kila muamini needs the power of God. anahitaji nguvu ya Mungu. Cannot serve God without power. Hawezi kumtumikia Mungu bila nguvu. I will only pray for those who are saying, Jesus, I am here. Kwa hiyo nitaomba kwa ajili ya wale tu wanaosema Yesu, niko hapa. I want to be a... Nataka kuwa masalia yako. Those are the ones. Hao ndio nataka kuwaombea. If I see your hands up, then Kwa I know. nikiona mkono wako juu, Then I know you are a remnant. na mimi nitajua kwa wewe ni masalia. I don't care. God is not interested in your position or what you Mungu do in church. haangalii cheo chako na nafasi yako katika kanisa. What God is looking for Mungu kile are anachitafuta people who ni say, watu I am here, Lord. ambao wanasema niko hapa Bwana, Use me. nitumie. Hallelujah. Haleluya. Jabadadaba. Araba usaka God pakati. bless you. Thank you. Asante. If that is you, Kama wewe ndio may huyo, we find you praying. sasa naomba May nikuombe. we find you praying. With your Naomba hands ndugu, raised, kama umenyoosha mikono yako endelea If kuomba, that anza is you, kuomba. Kama ni wewe ndio may we unayetaka find you Mungu, praying. endelea kuomba, anza kuomba. Hands Tunataka raised. tukukute na mikono umenyanyua juu ukiwa unaomba, And mikono juu, omba.
If you have a baby, please. Kama una mtoto tafadhali, wahudumu tuwasaidie wenye watoto. We don't want you to fall on the bed. Hatutaki tuudondoke ukiwa na mtoto. And then they'll call us Satanists. Na waanze kutuita sisi tuna mambo ya kishetani. Those are Satanists. Wale watu ni mashetani. They killed the baby. Wamemuua mtoto. Because you put the baby on the back. Kwa sababu umemweka mtoto nyuma mgongoni. Put your baby in front. Weka mtoto wako mbele. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. 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 Fill him up, Lord. Mjaze Bwana. Fill him up, Lord. Mjaze Bwana. Fill him up, Lord. Mjaze Bwana. Fill him up. Mjaze Bwana. Fill him up, Lord. Mjaze Bwana. Fill his cup, Lord. Mjaze. Fill his cup. Jaza kikombe chake. Fill his cup. Jaza kikombe In the chake. name of Jesus. Katika jina la You Yesu. said out of his belly Umesema katika shall kutoka flow rivers. utamiminika vijito. May the belly, Lord, be full of you. Akajazwe na Roho. May there be rivers flowing out of Ukawe him. na vijito vijibubujikavyo kutoka ndani yake. In Jesus. Katika jina la Yesu. Amen. Amen. Jabadadabakuya. Usika pa. Jebadadabakuya. Nyanyua mikono yako. Jebaya. Sopra de jedela. Jepayabakuya. Zebra do Touch jibakata. her, Guse. Touch her, touch her. Guse. Guse. Feel her, feel her, feel her, feel her. Mjaze. More of God. Jabayabakuya. Jae na nguvu ya Mungu. Jeba, jabada. Jepayabakuya. Touch. Guse. Touch him, Lord. Guse Bwana. Touch him. Guse Bwana. In the power of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Mguse. Out of his belly shall flow rivers. Toka katika viuno vyake The toka rivers vijito. flow. Jabada. Jebayabakaya. Touch him, Lord. Guse Don't Bwana. fight. Just Usipambane. allow God Usipambane na nguvu ya Mungu, Allow achilia God nguvu. to fill you up. Mwachilie Mungu All he akujaze. wants is to fill you. Anachotaka tu ni How he does it is up to him. yeye anafanyaje, Allow him to fill you up. mruhusu akujaze. Father, I pray Baba, ninaomba that the waters flow achilia maji yako yamiminike out of his belly. kutoka viunoni Jabadada. katika jina la Yesu. Jibayabakaya. Jebayabakuya. Katika jina la Yesu. Jabayabada. Katika jina la Yesu. Jebayabakuya. Raba shedele bashaka. Jebayabada. Robo saka pakata. Jekabadusha. Manda brede zedi ya bakara Shabaya. babushata. Jabada. Jesus mighty. Jesus mighty. Shabaduyaba. Yes. Yes, Mighty name of Shabaduyaba. The name of Raba Jesus. sakata. Jabayabakuta. Touch her, touch her. Rasapate. Those with rappers, Chitenge, Naomba please tafadhali come. tukiwa wenye vikoi kwa fungu katika jina la Yesu. Touch. Gusa. Touch her, Lord. Gusa Fill Bwana. her up. Jaze. Jibayabada. Raba jedele basaka. Jebadaba. Raise your hands. Nyanyua mikono yako mama. Nyanyua mikono. Nyanyua mikono. Go, Shabadash. Na Get mama out, foul spirit. na boshedele. Jibayabada. Katika jina la Yesu. Shebada. Yes. Lord. Fill her, Lord. Fill her. Jaze roho. Jaze Out of Bwana. their belly shall flow rivers. Vijito vikabubujika kutoka ndani yake. Katika jina la Yesu. More. Jaze zaidi, jaze zaidi, jaze. Jaze zaidi. Shabayabakuya. Nguvu yako katika jina la Yesu. Jebayabadush. Raise your hands to God, Nyanyua Mama. mikono yako dada. Makono, Nyanyua mikono, mikono yako. mikono. Jebada. Touch her, Lord. Touch her. Rasapakata You foul ya. spirit. I Wewe command you. roho chafu. Get out. Take her. You will block. You shall not stand in the way Hautaweza kusimama of the katika Holy Ghost. katika nguvu ya Mungu. Let him flow through you. Mwache Jabaya. katika jina la Yesu. The name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Asante Spirit. 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 Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Asante Spirit. Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Asante Spirit. Roho Mtakatifu. Thank you, Holy Asante Spirit. Roho Mtakatifu. The promise of God. Thank you, Lord. Jabaya. Ahadi ya Mungu. Jabaya. Jabada. 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 Yes! Ndio. Out of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Please move those chairs. Thank you. Tafadhali tuondoe hivyo viti. Fill her up, Lord. Fill her up. Jaze Fill her up. Bwana. Fill her Jaze up. Bwana. Fill her Jaze up. Fill Bwana. her up. Fill her up. Jaze Bwana. Fill her up, Lord. Jaze Bwana. Anyone we have not Mwingine prayed. yoyote ambaye anahitaji kuombewa. Mama here. Jaze. Jabada. 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 I love this. I love this. Napenda hii. That's what the Holy Ghost Hichi does. ndicho ambacho Roho Mtakatifu That's anafanya. what he does. Ndicho anachofanya. Jabada. Thank you, Lord. Asante Bwana. More. Jaze zaidi. More of your presence. Zaidi ya uwepo wako. More of your Uwepo wako presence. zaidi. More of your glory. Uwepo wako zaidi. Jaze zaidi More of katika your jina la presence, Yesu. Lord. Shabayabakuya. Anybody else? Mwingine yoyote?
Is there somebody we have not prayed for? Kuombea. Have we prayed for those people there? Je, tumeombea? Yes. Have we prayed? We have prayed for them. I think that one at the back we haven't. Oh yeah. No, Yes. these ones we haven't. Raise your hands to God. Nyanyua mikono yako kwa Bwana. Raise your hand. Come here. Sogea hapa dada. Bring those people here. Naomba nao wasogee. Bring those people here. Raise your hands to God. God will use you. Mungu atakutumia. 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 God will use you. Kutumia. God will use you. Mungu atakutumia. Yes, Lord, touch. Ndio Bwana, gusa. Touch. Gusa. Touch, Lord. Gusa Bwana. Yes, Holy Spirit, come. Roho Mtakatifu njoo. Come. Njoo. 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 Feel it. Jaza. In the name of Katika Jesus, jina la I Yesu. take authority over you. Satan. Ninachukua mamlaka juu You will yako. not block this woman from Hautamharibu receiving mwanamke huyu. the promise of God. Ahadi ya Mungu. Receive it. In Jesus. Shabayabada. Shabada. 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 Sir, come. Don't be afraid. Come near. Come near. Take it. See what the Holy Spirit has done. We weep. He does that. He makes us weep. Yes. Shabaya. Roho Mtakatifu anatufanya hivi. Let her go. Leave her there. Mwache tu awe. Just like that. Yeah. Yes. Ndio. More. Zaidi. Yes. Shebaya. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Asante Roho. Thank you, Holy Spirit. Oh, thank you. Asante. You are the promise of God. You are Wewe the ndio sweet ahadi ya Mungu. Spirit. Oh, sweet Spirit. Roho. Sweet Spirit. Roho mzuri. Touch. Yes. Touch. Gusa. Touch. Yes. Ndio. The power of the Holy Ghost. Nguvu ya Roho Mtakatifu. Shabayabada. Ndio. Shabayabada. In the name of Jesus. Katika jina la Yesu. Break Vunja this barrier, Lord. kila kizuizi. May she receive of you. Akapokea The name of katika jina la Jesus. Yesu. We've prayed for everybody, I think. This lady here. We haven't prayed for her. Mama, you need another touch. Kama unahitaji mguso You need mwingine. another touch in your old Unahitaji mguso age. mwingine katika In uzee your wako. old Katika age. uzee wako. Let God give you such peace. Mungu akupe amani. Let Him give you such glory, such Mungu akupe power. utukufu. Yes. Ndio. As the Holy Spirit sweeps through your soul, Mungu atakapo Roho anavyotembea katika let there be a nafsi yako. turnaround in your family. Ukawa inamtembea katika familia And yako. your grandchildren are coming to God. Na wajukuu zako watakuja kwa Mungu. Shebayabada, Katika jina la Yesu. Shebayabakuya. Asante Bwana Yesu. Shabaya. Shebaya. Yes, Lord. More. Zaidi. Zaidi. More. Zaidi. Zaidi. Yes. Zaidi. Yes, zaidi. Zaidi. More of your presence. More of your presence. Uwepo wako zaidi. More of your presence. Uwepo wako zaidi. More of your presence. Uwepo wako zaidi. More of your presence. Uwepo wako More of zaidi. your presence. Uwepo wako zaidi. More of your presence. Uwepo wako zaidi. More of your presence. Uwepo wako zaidi. More of your presence. Uwepo wako zaidi. Nyanyua mikono dada. Uwepo wako zaidi. More of your presence. 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 Uwepo wako zaidi. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Shabayabaya. Adolobo. Yes! More of your glory. More. Ndio. More. Zaidi. Touch her, Lord. Gusa. Touch her. Gusa. Touch her. Mguse. Fire. Moto. Let the fire of God Moto wa Mungu burn. ukawake ndani yake. Thank you, Jesus. Asante Bwana Yesu. Yes.